Karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu, wapenzi watazamaji. Kipindi ambapo ndugu zetu Kalenjin, Kipsigis wanajiandaa kumzika na kumuaga aliyekuwa kingpin wao Johana Ng'eno, aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir. Kuna jambo kubwa ambalo limeweza kufanyika Kericho County Center headquarter ya Kipsigis. Na hili jambo kubwa ambalo limeweza kutendeka, mpenzi mtazamaji, linahitaji wazee wa jamii ya Kipsigis kuweza kuingilia kati. Kipindi ambapo mwili wa huyu mbunge Johana Ng'eno ambaye alikuwa ni kingpin wa Kipsigis ulipowasili nyumbani kwake eneo la Mugondo, Emurua Dikir, Narok County, mti mkubwa uliweza kuanguka Kericho County, Kericho Town. Mti huo unaitwa Simo Twet Tree. Kwa wale ambao mnaujua kwa lugha nyingine ya Kikuyu unaitwa Mugumo Tree. Na kwa ndugu zetu kutoka upande wa mlima mnaelewa kipindi ambapo Mugumo Tree umeweza kuanguka uko na maana, kuna jambo kubwa ambalo linaenda kutendeka. Sasa huo Mugumo Tree kwa lugha ya Kipsigis unaitwa Simo Twet Tree. Umeweza kuanguka kipindi ambapo mwili wake Johana Ng'eno uliweza kuwasili nyumbani kwake eneo la Mugondo, Emurua Dikir, Narok County. Wengine mnaweza mkachukulia kwamba ni jambo la mzaa, lakini mti huu umebeba maana kubwa sana. Asubuhi niliwaeleza kanda hapa, ndege ama upepo uliweza kuchukua hema ambayo ilikuwa imewezekwa wananchi kuweza kumlilia ndani mbunge wao. Mfano, angalia hapo ndipo uweze kuelewa kile ambacho namaanisha. Huyu mwanahabari mwenye anaitwa Son of the Soil, Dr. Isaiah, akasema hivi: Days after Ngong Ng'eno's chopper uprooted a tree in Nandi, a Simo Twet tree has fallen in Kericho town. This is no accident. It is a sign demanding answers from the wise Kipsigis elders. Yaani nasema hivi, siku chache tu baada ya ndege ya Ngong kuanguka, mti mkubwa wa Simo Twet umeweza kuanguka Kericho town. Na hii si ajali, mvua ikuwa inanyesha, upepo haukukua. Wamesema kwamba sasa hii inahitaji ufumbuzi kutoka kwa wazee. Chapisho la pili ndilo hilo, likasema kwamba hapa ni Kericho, ni kama Ngong amekataa kulala salama. Mti wenyewe ndio huo ambao wanazidi kuonyesha hapo. Mtu mwingine akaja akachapisha hivi, naomba niweze kukutafutia ndiposa uweze kuelewa hapa kwamba huu mti sio mti wa hivi hivi, unahitaji ufumbuzi kutoka kwa wazee wa jamii ya Kipsigis. Huyu hapa anaitwa Korir Bernard, akasema kwamba Kipsigis elders, let's do something. Akaandika lugha ya nyumbani hapo, moje kabarej aragaik, if you know you know. Huu mti, kwa wale ambao mnapuuza, mambo si mazuri, angalia haka kakanda.
kabla ya huu mti wa Simotwet kuanguka Kericho Town, Kericho County, hii leo siku ya Alhamisi tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026, mnamo siku ya Jumatano tarehe 4 mwaka huu mwezi huu, wazee wa Kipsigis waliweza kutembelea Nandi, mahala ambapo ndege iliweza kuanguka. Hii ndege ambayo ilikuwa imembeba mbunge Ngong au kipenda Johana Ng'eno. Wakatembea pale na wakashangaa ni jinsi gani ile ndege kipindi ambapo ilikuwa inaporomoka iliweza kuangusha miti miwili na ikang'oa kabisa mpaka mizizi. Kwa lugha hii ya Kipsigis, sio vizuri kipindi ambapo ndege inaanguka inang'oa miti. Kipindi ambapo hawa wazee waliweza kusema kwamba kuanguka kwa miti miwili ni kumaanisha kwamba Johana Ng'eno hataweza kufariki yeye peke yake. Sasa wanajiuliza ni nani ambaye atamfuata. Katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, ninaomba niweza kukufumbulia aswa kwa lugha ya Kalenjin. Kipindi ambapo mti kama huu umeweza kuanguka, unamaanisha nini? Huu mti wa Simotwet kwa ndugu zetu wa mlima wanaita Mugumo Turi. Ninakuomba kama unanitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele. Subscribe, bonyeza kengele, like video, alafu sambaza hii kanda. Namba 1. Maana ya kuanguka kwa mti huu wa aina ya Simotwet ni kwamba kuna ishara ya mabadiliko makubwa. Kuna ishara ya mabadiliko makubwa katika jamii ya Kipsigis. Inamaanisha enzi ama mwisho wa enzi ya mbunge huu Johana Ng'eno. Kivipi? Johana Ng'eno alikuwa ni kama kingpin wa Kipsigis. Sasa enzi yake imeweza kuisha. Mabadiliko sasa yameweza kupatikana. Uongozi wake, jinsi ambavyo alikuwa anaongoza jamii ya Kipsigis, umeelekea tamati. Kuna mwingine sasa atakuja kuchukua nafasi yake. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Inaashiria mabadiliko ya uongozi wa jamii. Kuna mwenye atakuja sasa kuchukua nafasi yake. Vile vile katika maelezo haya ya mabadiliko makubwa ni mwisho kwamba sasa Ngong au mbunge huyu ametoka katika ulimwengu huu ambao tunauishi, ameelekea katika sehemu nyingine. Mabadiliko makubwa. Namba 2, katika jamii ya Kipsigis, mti huu wa Simotwet ukianguka ni honyo kali ambao huu mti unatuma aswa kipindi cha mazishi. Kipindi kama hichi, ndugu zetu wanajiandaa kumzika ndugu yao mbunge Johana Ng'eno. Ni onyo kali, vile vile ishara mbaya. Onyo kali kivipi? Yaweza ikawa kwamba kuna mtu mwenye alimkosea anapaswa kuomba msamaha. Yaweza ikawa kwamba kuna mtu ambaye aliweza kuhusika kwenye maafa yake. Hatujasema eti kwamba aliweza kuuawa, lakini yaweza ikawa kwamba kuna mtu ambaye alihusika kwenye kifo chake. Wanampea onyo. Na ni ishara mbaya. Ishara mbaya kwamba yule mwenye aliweza kusababisha maybe kwenye kuaga kwake
na yeye hataenda mbali, atamfuata. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Sasa mti mkubwa aswa kama Simotwet huaminika kuwa muhimu wa kiroho, na kuanguka kwake kunaweza kutafsiriwa kama tahadhari ya matatizo yanayoweza kujitokeza. Ndio, wale ambao waliweza kuhusika huenda na wao wakaweza kumfuata. Kwa hivyo, kabla ya hili jambo kutokea, wazee au kabla, kwa sababu huu mti uko na ishara kali, onyo. Kabla ya hili jambo ambalo wazee wameweza kuliona kwamba huenda likatokea, kabla ya kuweza kutokea, wazee wanahitajika kuweza kufanya kimila ili kuzuia mambo kama haya ambayo huu mti wa Simotwet Mugumo umeweza kuonyesha kwamba huenda yakatendeka. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Kwa hivyo ufumbuzi na huduma za wazee wa Kipsigis zinahitajika hapa sasa. Namba 3, mti huu jinsi ambavyo umeweza kuanguka unamaanisha kuondoka kwa kiongozi mkuu wa jamii ambaye alikuwa anaongoza jamii. Na kusema ukweli, Johana Ng'eno alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anaongoza jamii. Tukianzia kutoka wanamuziki, tukienda kwa watu ambao walikuwa naitwa ni wajane, watu ambao hawakuwa wanajiweza, maskini, wale ambao walikuwa wanadhulumiwa, hao wote baba yao alikuwa ni Johana Ng'eno, na yeye ndiye alikuwa anawatetea. Kwa hivyo mti huu kipindi ambapo umeanguka katika mila za Kipsigis ulinganishwa na kiongozi mwenye heshima ambaye ameondoka. Mti huu umeweza kueleza kwamba sasa kiongozi mwenye heshima ameweza kuondoka, na utaweza kuona jinsi ambavyo huyu mzee alikuwa anapendwa. Sasa kuanguka kwa huu mti wa Simotwet kunaweza kufananishwa na kifo au kuanguka kwa mtu mashuhuri katika jamii. Huyu mtu mashuhuri ambaye ni Ng'eno ameondoka. Na mwisho, huu ni ujumbe wa kiroho. Ujumbe wa kiroho kivipi? Mti kama huu kipindi ambapo unaanguka bila ya upepo, bila ya mvua, ni ujumbe kutoka kwa mababu unatumwa. Sijui kama unanielewa. Huu ni ujumbe kutoka kwa mababu ambao unatumwa kwamba mambo si mazuri. Juzi tu William Ruto aliweza kutuambia kwamba ikulu yake ya Nairobi aliweza kutembelewa na ndege wengi, a swarm of birds. Angalia sasa hivi mti umeweza kuanguka Kericho County. Huu ni ujumbe wa mababu kwamba mambo si mazuri. Angalia akina Konesi na wao walienda hivyo, kina Laboso na wao walienda hivyo. Sasa zamani wazee wangefanya mashauriano ya kitamaduni kutafuta maana yake,
Na ndio maana uliona watu wengi wanahitaji wazee wa Kipsigis, those Kipsigis elders wakuje pamoja wawasaidie kuzuia mabaya yasije yakatendeka. Mti kama huu ukianguka ni ishara kwamba huenda kuna mkono wa mtu ambao ulikuwa hapa kwenye kifo cha huyu mbunge, au kuna watu ambao walikuwa nazidi kumchukia, kuna watu ambao walikuwa wanamchukia. Wazo lako ni lipi? Wewe unaweza ukatafsiri kivipi? Sema nasi, narejea na mengi tena zaidi. Tafadhali kumbuka kusubscribe